Wapendwa, kwa hii maisha ambayo tunaishi, unaweza amua mambo mawili. Unaweza amua kubakia ama kubadilika. Nakwambia binadamu unaweza amua kukwama ama kubadilika. Leo ningependa kusoma maneno yaliyo katika kitabu cha Luka 24 mstari wa 13 mpaka 35. Hatuna nafasi ya kusoma kifungu hicho, lakini ni safari ya Emmaus. Kulikuwa na wanafunzi wawili, mmoja anaitwa Cleophas, wa pili hajatajwa jina, na walikuwa wakisafiri kuelekea Emmaus. Walipokuwa wakienda Emmaus, walikuwa wamevunjika moyo. Pia kitu cha pili, walikuwa wamesumbuka. Pia walikuwa wamevunjika moyo. Wiki jana tulikuwa hapa, ni kama ilikuwa safari ya kwenda Emmaus. Maswali yalikuwa ni mengi, kila mtu alikuwa akijiuliza. Lakini habari njema ni ya kwamba unaweza kuamua kubakia pale au kubadilika. Hao watu wawili, wanafunzi, walibadilika kwa sababu ya mambo fulani. Jambo la kwanza, waliacha safari ya kuvunjika moyo na wakamkaribisha Yesu. Wakati mnavunjika moyo, wakati maswali inakuwa mengi, hao wanafunzi wawili wakakaribisha mgeni ambaye alitembea na wao. Hii jamii, wiki jana kulikuwa na maswali mengi. Hata tuliongea na mzee hapa, alikuwa anajiuliza itakuwaje. Ilikuwa safari ya Emmaus, maswali ni mengi, watu walijiuliza. Lakini nashukuru kwa sababu kama Cleophas, hao wakauliza mgeni Yesu atembee pamoja na wao. Binadamu akitembea na wewe, wako na maneno. Binadamu wako na maneno. Hata leo mmesikia maneno. Sijawahi sikia maneno ya chembe, nimesikia leo. Sijawahi sikia, yani nimesikia maneno ambayo sijawahi sikia kwa maisha yangu. Wengine wanatoa maneno mengi. Binadamu hawa wana maneno. Lakini utabarikiwa na utageuka ukikaribisha mgeni ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Niliambia kuna watu walikaribisha Makenzi na wakafariki. Kuna wengine walikaribisha wahubiri wengine wakachanganyikiwa. Hii familia mzee Tole walikaribisha Yesu, na hata mambo ikabadilika katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Naomba katika hii safari ya Emmaus usikuwe unakwama. Badilika kwa kukaribisha mgeni ambaye anaitwa nani? Yesu Kristo. Unajua kuko na watu wengi. Kuna watu walikaribisha, kuna mwingine alikuwa anaitwa Elijah, Masinde na Meme. Kitambo walikuwa wakienda na chile Sayuni Maini. Walifikiri Maini ni Sayuni, lakini ukienda Maini sahi hakuna mboga. Shida ni mingi, na watu walikaribisha na Meme hawakupata matumaini. Wengine wakakaribisha binadamu wengi, lakini ukikaribisha Yesu Kristo mambo inabadilika. Bwana asifiwe. Jambo la pili, katika hii safari ya Emmaus, watu wanavunjika moyo. Hao wanafunzi waliongea wakiwa wamevunjika moyo. Hawakujua itakuwaje. Lakini walipokaribisha Yesu Kristo, Yesu akageuza kuchanganyikiwa, akalete matumaini. Naomba Mungu atusaidie, kwa sababu tulipokaribisha Yesu Kristo, kuchanganyikiwa ikaisha, mwelekeo ikapatikana, kila mtu akapata amani na matumaini ikapatikana katika jina la Yesu Kristo.
bali ambapo kuko na kuchanganyikiwa, Yesu hajakaribia. Yesu akikaribia anaondoa kuchanganyikiwa. Kitambo watu walifikiri wanaondoa vitu kwa kupiga chini rishwe, lakini sio kwa kupiga chini, ni kwa kumkaribisha Yesu Kristo. Yeye akafika penye wanafunzi walikuwa na walikuwa wakiambiana ya kwamba tulikuwa tumesikia, wamama wengine walituambia, lakini Yesu akakuja na akabadilisha kuchanganyikiwa, akalete habari njema. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni ya kwamba katika hii safari ya Emmaus utageuka ukisikia neno. Yesu alipokaribishwa akasema neno, na akasema mimi ndimi ufufuo na uzima, nilikuwa nimekufa na sasa niko hai. Nataka niwaambie, binadamu tukiishi, imeandikwa kwa binadamu kufa siku moja. Baada ya kufa ni mauti, baada ya kufa ni hukumu. Nataka niseme ya kwamba kila mtu atalala. Siku yako ikifika utalala. Sisi Wasabo tunasema irote, Wabukusu wanasema huilote. Inaonekana Wabukusu walishika kutoka kwa Wasabo, si ndio? Kulota. Yaani ikifika pahali kulota. Siku yako ikifika, hata ukiwa na shamba kama Msaboti na kuambia naacha na shamba yangu naenda. Naacha na shamba yangu naenda mbinguni kwa Baba. Naacha na bibi yangu naenda. Naacha na bibi yangu naenda mbinguni kwa Baba. Yaani nataka nikuambie neno ambaye Yesu alikuja akasema hata kifo kama iko, mimi nimeshinda na nimefaulu. Naomba tusikie neno. Ukisikia maneno ya watu utavunjika moyo. Hao watu waligeuza safari waliposikia neno. Jambo la 4, hao watu waligeuza safari walipoketi chini na Yesu na wakavunja meza ya Bwana. Macho yao ikafunguka. Naomba uwe karibu na Yesu ndugu yangu. Macho ifunguke. Wakati huu mambo ni mengi, lakini ukiwa na Yesu Kristo macho itafunguka. Utajua Yesu ni tabibu wa karibu. Yeye ni mponyaji wa kweli. Bwana Yesu ni mchungaji. Hatutapungukiwa na kitu. Yesu ndiye mchungaji wetu. Naomba macho ifunguke. Macho ikiangalia mwanadamu hakuna penye utafika. Naomba macho yenu ifunguke katika jina la Yesu Kristo. Mjue Yesu yuko pamoja na familia ya Etole. Yesu atawasaidia, ataongoza, atawapa nguvu na matumaini, na zaidi yeye ana mpango mzuri. Jambo la mwisho nikimalizia, hao watu walipokuwa wakienda Emmaus, walienda wakivunjika moyo, walienda polepole, walienda kwa huzuni. Baada ya macho yao kufunguka na wakaona Yesu, wakageuka na furaha, wakijua Yesu amefufuka. Na hata hao watu wakifa, siku moja watafufuka. Kwa jamii ya Etole, nataka niwaambie, wiki jana ilikuwa wiki ya huzuni. Hata leo bado tuna huzuni, lakini leo ni siku ya Jumapili, siku ambayo Yesu alifufuka. Kwa hivyo tufurahi tukijua ya kwamba Yesu alifufuka. Hata sisi tutafufuka pamoja naye. Aliyeshinda kifo, na sisi tutashinda ndani yake. Na sisi ambao tumekuja hapa, tusiwe kwa safari ya kuwapeleka Emmaus. Tuwarudishe warudi Yerusalemu, pale ambapo Yesu alikuwa amefufuka na yuko. Tutawarudishaje? Kwa kujitolea, kwa kuwaombea na kuwaguza kwa vile ambavyo tutatoa. Mungu wa amani awabariki. Mungu
Mungu wa amani awe pamoja nanyi. Wametaja mimi naitwa mchungaji Kimutai Chesosi, mchungaji wa parokia ya St. Mark's Poro,